Karibu sana msikilizaji, ili tupate kutaarifiana na kuelezana kuhusu yale ambayo yameweza kutendeka. Msikilizaji, taarifa ninazozipata kutoka kwa ofisi ya Jaji Mkuu Bwana George Massanju asubuhi ya leo, ambayo imeweza kukashifu na kuchukua msimamo mkali dhidi ya uongozi wa nchi ya Tanzania na suala mzima la kuingilia shughuli za mahakama ama kuweza kupeana mielekeo kutokana na kesi ambazo zinasikilizwa mahakamani na kuleta ushawishi katika matokeo ya kesi hizo. Bwana huyu ameweza kusimama kinyume na kauli hizo za viongozi ambao wanaingilia shughuli za mahakama na kesi zinazoendeleshwa mahakamani, vilevile na kuweza kuwashawishi majaji kuweza kuamua kesi zinazosikilizwa kwa njia ambazo wanataka wao. Msikilizaji, naomba nikupeleke kwa taarifa ya Jaji Mkuu moja kwa moja ili tupate kuelewa kwamba amekizungumzia kipi. Taarifa hiyo inasoma hivi msikilizaji: Jaji Mkuu wa Mahakama ya Tanzania George Massanju amesema mahakama haiwezi kuendeshwa kwa utaratibu wa kusubiri maelekezo, bali inapaswa kuongozwa na uwajibikaji na kujituma kwa kila kiongozi mwenye dhamana. Akizungumza aliweza kusema kwamba akizungumza akiwa jijini Dodoma, msikilizaji, katika kikao cha mwaka wa majaji wafawidhi, Jaji Mkuu Massanju amesema kwamba viongozi wa mahakama wanapaswa kutambua wajibu wao bila kusubiri kusukumwa na maelekezo kutoka juu. Akasema hivi pia, hatuwezi kuishi kwa maelekezo. Sisi ni binadamu, tuna akili, tunatambua wajibu wetu. Sisi ni viongozi wenye dhamana kubwa katika taifa hili. Tunapaswa kuwajibika ipasavyo. Ameonya kuwa utamaduni wa kusubiri maagizo kabla ya kutekeleza majukumu unaweza kuharibu mahusiano ya kikazi na kushusha hadhi ya taasisi hiyo muhimu. Aidha, Jaji Mkuu huyo amesema mahakama inapaswa kuwa na mfano wa uwajibikaji wa taasisi nyingine, akisisitiza kuwa ndio kimbilio la wananchi wanapotafuta haki. Hii tabia ya kuzungumza kwenye vikao halafu wanaotakiwa kutekeleza wanasubiri kikao kingine, hatutakuwa na utamaduni wa namna hiyo. Ameongeza kuwa tangu aingie madarakani amekuwa akisisitiza suala la kujituma katika utendaji wa kazi, akieleza kuwa ni sharti ama si sharti lake binafsi, bali ni wajibu unaotokana na katiba. Kwa sababu hiyo, kila ambaye anahusika katika kutekeleza majukumu yake kikatiba anapaswa kuzingatia fika kile ambacho katiba inaelekeza. Msikilizaji, unapomsikiliza Jaji Mkuu akizungumza, bila shaka anakupatia mwanga kwamba viongozi wa nchi ya Tanzania wanaingilia ama ndo wanapeana mielekeo ya zitakavyoamuliwa kesi maarufu nchini Tanzania. Bwana huyu kuna kipengele ambacho amesoma hivi: hii tabia ya kuzungumza kwenye vikao alafu wanaotakiwa kutekeleza wanasubiri kikao kingine. Msikilizaji, kauli hiyo inakufungulia wazi kwamba
majaji wanaoamua kesi zinazowakabili watu maarufu Tanzania ama kesi zinazotokana na siasa, mnapokaa kusikiliza kesi ya aina hiyo, baadaye kabla mjatoa uamuzi wa kesi hiyo, mtakwenda kuketi kwenye kikao na watu wengine tofauti ambao sio mahakimu, sio majaji, sio chochote, lakini ni watu ambao wanataka kukupea maelekezo utakavyoamua kesi hiyo. Cha msingi hapa msikilizaji ni kwamba ikiwa utahitaji kikao cha zaidi ndio uweze kutoa uamuzi, wananchi hawawezi kupata haki. Na kwa sababu hiyo, jaji mkuu anahisi kwamba wananchi wanatorokea mahakama ili kupata haki, lakini sasa kuna watu ambao wana ushawishi zaidi ambao wanahitaji kwamba kabla kesi iamuliwe wawe kwanza ndio wamepeana mwelekeo kwamba kesi hiyo ichukue mkondo huu, jambo ambalo litaendelea kuwanyanyasa wananchi bila kupata haki. Msikilizaji, jaji huyu kwa muda mrefu ameonekana kuwa mtu ambaye hana kutegemea sana kwa viongozi ili kumpatia maelekezo ya kile ambacho kinaweza kufanyika nchini Tanzania, lakini anatupatia mwanga kwamba kuna ushawishi unaoendelea katika mahakama ili kuweza kuamua kesi zinavyoenda. Kwa mfano msikilizaji, kesi ya Tundu Lissu sasa hivi ni maarufu sana na inasikilizwa katika mahakama kuu nchini Tanzania, ambayo kwamba kesi hiyo inasikilizwa siku chache kisha ikaahirishwa kwa muda mrefu. Baada ya majadiliano wakarudi tena kwenye koti, ikaendelea kiasi tena ikaahirishwa. Ina maana ikiwa tutaendelea hivyo, cha kwanza haki itakuwa inacheleweshwa, cha pili inawezekana unyimwe haki hiyo isifanyike kabisa, lakini cha tatu wananchi wanakwenda kukosa imani kwenye mahakama. Ikiwa ni sharti basi mahakama iweze kupata maagizo, ina maana haki haipo na hamna mahali ambapo wananchi wataweza kukimbilia. Tuseme tu ni kwamba hakuweza kutaja majina ya viongozi, lakini ameonyesha wazi kwamba kuna hulka ya viongozi kutumia njia hizo kushawishi mahakama kuamua kesi wanavyotaka viongozi ama watu walio na ushawishi ama watu walio na hela zaidi za kuonga na kuhitaji majaji kuamua kesi kwa upande wao. Ndio kwa sababu unaweza kupata kuna mtu ambaye amelagaiwa, kuna mtu ambaye ardhi yake inachukuliwa, lakini mahakama kwa sababu inasubiri maelekezo inaamua kesi kwa faida ya mtu ambaye hakuhitaji kushinda kesi hiyo, na kwa sababu hiyo wananchi wameendelea kukosa haki. Na jambo hili ni sharti msikilizaji wa Tanzania tuweze kumuunga mkono jaji mkuu ili aweze kufanikiwa katika vita hivi. Na ndio maana ameweza kusema katika kifungu chake cha kufunga hapa kwamba tangu aingie madarakani amekuwa akisisitiza suala la kujituma katika utendaji wa kazi, akieleza kuwa si sharti lake peke yake kufanya hivyo, ni sharti la kila mtu kuhakikisha kwamba amefanya kazi yake ipasavyo kama vile katiba inaelekeza. Lakini kwa badala yake kile ambacho kinashuhudiwa ni watu kufanya kile ambacho wanahisi bora
ama kinahitajika kufurahisha kwa wakati huo. Msikilizaji wangu, nakukaribisha, endeleeni kufuatilia kituo chetu kwa maana ya kuendelea kutia subscription ili tuendelee kupatana na kufahamishana kuhusu yale ambayo yanaendelea kutokea. Jina langu ni Presenter Kuton. Nipo hapa kila siku kuhakikisha kwamba unapata taarifa zetu punde zinapotokea.